Itakumbukwa kwamba mapema mwaka huu viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walimteua Rais mstaafu Mkapa awe mwezeshaji katika mazungumzo ya amani huko Burundi, na Rais Museveni awe ndiye msuluhishi. Tofauti ya mwezeshaji na msuluhishi ni kwamba mwezeshaji, yani facilitator, anakutana na vikundi mbalimbali ambavyo havikubaliani na anajaribu kuwawezesha wazungumze kwa pamoja. Hilo ndilo Mheshimiwa Mkapa amekuwa akifanya kwa muda wa miezi mitatu iliyopita, lakini mpaka sasa hawajafikia hatua ya kukubaliana na ajenda ya mazungumzo hayo. Ambacho amekifanya katika vikao viwili huko Arusha ni kutengeneza utaratibu wa kujua nani kutoka kundi lipi ashiriki katika mazungumzo. Na wiki iliyopita walikuwa na kikao kabla ya mkutano wa Umoja wa Nchi za Kiafrika kuhusu swala hili, na serikali ya Burundi ina tatizo kwamba wale ambao walihusika kwa namna moja au nyingine katika jaribio la kupindua serikali ya Burundi wasishirikishwe katika mazungumzo. Sasa hili limeleta utata kwamba kama hawatashirikishwa pengine hakutakuwa na mwafaka, na hilo ndio linaloleta matatizo sasa hivi kwa wenzetu wa Burundi. Lakini ni imani yetu kwamba mwezi ujao Rais Mkapa ataanza sasa kutoa nafasi ya makundi mbalimbali ya kule Burundi kuja Arusha na kuzungumza na kufikia mwafaka wa namna fulani. Hilo bado linaendelea. Nadhani la mwisho kwa upande wa amani, kwa upande wa Afrika, ilikuwa swala la ICC. Nadhani ICC mnajua ni nini. International Criminal Court. Kumekuwa na mjadala kwamba katika swala la ICC, International Criminal Court, Afrika ijitoe au Afrika ibakie kwenye hiyo koti ya kimataifa. Katika mkutano wa huko nyuma uliofanyika Equatorial Guinea, nchi za Kiafrika zilisema ile mahakama ya Afrika ya haki za binadamu yenye makao makuu Arusha ipewe nafasi ya kusikiliza kesi zinazohusiana na uharibifu wa kesi ambazo lazima zipelekwe mahakama kuu ya kimataifa, na kwamba ile mahakama ya Arusha iwe na kipengele ambacho kitasikiliza mashtaka au makosa ambayo huko nyuma yamekuwa yakipelekwa ICC The Hague. Kulikuwa na mjadala mkali sana. Wengine walikuwa wanasema Waafrika wote tujitoe kutoka na ICC, lakini wengine wakasema tulipoingia kila mmoja aliingia mwenyewe, kwa hivyo hatuwezi kusema tujitoe wote kwa pamoja. Anayetaka kutoka atoke mwenyewe kama alivyoingia mwenyewe na kuweka mkataba. Lakini tukafikia mwafaka kwamba sasa tuanze
kutekeleza kwamba kuwe na itifaki tofauti ambayo mahakama ilikuwa inasikiliza masuala ya makosa yanayohusiana na haki za binadamu ambayo iko pale Arusha, iongezewe mamlaka nyingine ya kusikiliza makosa ambayo yanaanguka katika vitengo vitatu. Makosa gani yanapelekwa ICC? Makosa yanayopelekwa ICC ni aina tatu. Ya kwanza ni genocide. Kama mtu unashtakiwa kwa makosa yanayofanana na genocide, yani mauaji ya kimbari. Kosa la pili ni wanasema crimes against humanity, makosa yanayokiuka haki za binadamu. Hasa haya huwa yanatokea wakati wa vita, na makosa mengine wanaita war crimes ambayo yanatokea wakati wa vita. Sasa haya, aina hii ya makosa haya ndio haya yalitungiwa sheria moja kimataifa katika Rome Statute, na ukipatikana una makosa haya ndio unapelekwa kwenye mahakama ya The Hague au ICC. Hasa hapa katikati kumekuwa na malalamiko katika nchi za Kiafrika kwamba ni Waafrika tu ambao walikuwa wanapelekwa huko, na sio wahalifu wa makosa hayo hayo kutoka makontinenti mengine. Halafu viongozi wa Afrika walisema hata pakiwa na mkuu wa nchi ambaye labda ana makosa yanayofanana na hayo, asipelekwe kwenye mahakama hiyo ya ICC mpaka atakapoondoka katika madaraka yake. Lakini ICC na Security Council ambayo ndio ina uwezo wa kupeleka makosa haya kwenye ICC walikataa. Kwa hiyo Afrika ikasema kama ndio hivyo, sisi tuna mahakama yetu. Sasa hii mahakama itengenezwe utaratibu na itifaki mpya ambayo itakuwa inasikiliza makosa ambayo yalikuwa yanawapeleka watu wetu na kudhalalishwa huko ICC, yasikilizwe hapa hapa Afrika, hususan Arusha. Sasa utekelezaji wa hiyo itifaki ilikuwa tuizungumze, inaonekana bado haijakamilika. Lakini tumeasiwa kwamba lazima hii ianze kutekelezwa ili makosa ya aina hiyo yasiende The Hague, yaishie hapa hapa Afrika, lakini pawe na uhusiano wa namna moja au nyingine kisheria. Wanasheria ndio wataalamu wa haya.